Wekundu wa Msimbazi Simba ni miongoni mwa timu ambazo wataingia dimbani kwenda kukipiga dhidi ya Mafunzo Football Club kutokea huko visiwani Zanzibar. Tunakwenda kuangazia mchezo huu wa kinagaubaga na kumbukumbu nzuri kwa Simba wakiwa ndio mabingwa watetezi kwa mashindano haya kwa mwaka 2024. Naitwa Leopard John, sauti ya mvua, niko hapa na Shabir Daniel kwenda kukuletea uchambuzi ulionona kuelekea mchezo huo. Nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpuma. Shabir, ni Wekundu wa Msimbazi Simba Lunyas katika uwanja wa New Amani Complex dhidi ya vijana wa Mafunzo Football Club. Tutegemee mchezo wa aina gani ukiziangalia timu zote mbili na awareness kuelekea kwenye haya mashindano? Nafikiri kama Simba wataweka kikosi chao full, nadhani itakuwa ni mechi nyepesi kwa upande wao kwa sababu ya kiwango ambacho wapo nacho sasa hivi Mafunzo Sports Club ya Zanzibar. Kwa sababu ukitazama kwenye michezo ya ligi kuu Zanzibar, ni timu ambayo inakaribia, yani ipo kwenye hatari ya kushuka daraja msimu huu. Ipo nafasi ya 12, mechi 22, wamefunga magoli 21, wameruhusu magoli 20. Ni wastani wa timu ambayo inaonyesha kwamba haifungi magoli mengi lakini inaruhusu pia magoli mengi kwenye mechi zake. Kwa hiyo against Simba yenye wachezaji wenye quality kubwa ya ufungaji kuliko wanaopatikana Zanzibar, pengine tunaweza tukashuhudia ambacho tumekishuhudia kwa Yanga dhidi ya Mwembe Makumbi. Sawa, ni mashindano ambayo Wekundu wa Msimbazi Simba kwa msimu uliopita hawakushiriki. Pengine inaweza ikaongeza chachu kwenye kuelekea mchezo dhidi ya Mafunzo Football Club, kwamba msimu huu waoneshe kitu chochote au pia hata kuchukua ubingwa kabisa moja kwa moja. Yes, unaposhiriki mechi za vikombe target ni kwenda mpaka mwisho, all the way mpaka kwenye finali. Na ukifika finali basi target ni moja tu, kulichukua ile kombe. Kwa hiyo vilabu vyote ambavyo vinashiriki mashindano haya Muungano Cup havipo kwa ajili ya show off, vipo kwa ajili ya kufika finali pengine na kuchukua ili kombe. Yes, umesema hapo Simba 2024 wamechukua ile kombe, mwaka jana wapinzani wao Young Africans wamechukua ile kombe na wameanza vizuri. Kwa hiyo kuna mashabiki ambao unajua muda mwingine uchezi tu kwa kujiangalia wewe mwenyewe, unacheza pia kwa ajili ya mashabiki, kwa sababu kuna mashabiki umetoka Tanzania bara wamesafiri mpaka visiwani. Kwa hiyo unacheza pia kwa kuangalia watu ambao wamesafiri kwenda kuviunga mkono, kusupport hivi vilabu. Kwa hiyo ukicheza kwa ajili ya mashabiki, timinzi utacheza kwa kiwango chako chote ili uhakikishe timu inafika mpaka mwisho katika hatua ya mwisho wa finali. Sawa, mwalimu wa klabu ya Simba kwa maana ya Steve Becker anaingia vipi hasa kwenye huu mchezo dhidi ya Mafunzo ambao kimsingi inaweza ikamwia ugumu kuweza kuelewa namna gani ambavyo wamekuwa wanacheza? Anafikiri mipango ya mwalimu Steve Becker ipo wazi, kwa sababu mwisho wa siku huu ni mchezo wa knockout. Lazima upange kikosi ambacho kinaweza kusaidia wewe kuvuka hatua hii ya robo finali. Na umezungumza hapo kwamba inawezekana hawafahamu Mafunzo ni timu aina gani. Hii hapa sasa ndipo anahitaji sasa msaada kutoka kwa benchi la ufundi ambao wanafanya nalo kazi, kwa sababu Simba wana benchi kubwa la ufundi, wapo analyst ambao wanafuatilia hizi mechi na ni mechi za Zanzibar sometimes wao zinaonekana kwenye TV. Kwa hiyo I hope watakuwa wamefuatilia, wanajua Mafunzo ni timu aina gani, inacheza vipi, uhatari wao uko wapi, madhaifu yao yapo wapi. Lakini ukishaona timu kwenye mechi 22 imeruhusu magoli 20, obvious unajua kabisa tatizo lao kubwa sana hawa jamaa lipo kwenye eneo lao la ulinzi, kwa sababu wana concede magoli karibu kwenye kila mchezo. Kwa hiyo ni sehemu kwa Simba wao ni kufanyia kazi sehemu ambapo kuna wanahisi wana ubora, lakini kwa Mafunzo wao watafanyia kazi madhaifu yao, lakini watafanyia kazi udhaifu ambao labda wanaweza kauona wanaweza ku-exploit kwenye timu ya Simba. Kwa hiyo iko namna hiyo kwenye mchezo huu. Sawa, tukimalizia na hili Shabel, tunafahamu kwenye haya mashindano bingwa muda wote ni klabu ya Young Africans ambayo na mataji 7, Simba anafuata hapo wakiwa na mataji 6. Tushuhudie nguvu kubwa kwenye hili ili kufikia kile ambacho Young Africans anacho kwenye rekodi ya kutoa ubingwa wa mashindano haya mara nyingi katika mchezo wa leo, kwa maana maandalizi ya ubingwa yanaanzia katika mchezo huu. Nafikiri
tutajadili issue za ubingwa hizi timu zikishavuka kwenda kucheza fainali. Nafikiri tutakuwa tuna wasaa mzuri wa kujadili hivyo, lakini kwa sasa hivi kitu cha maana kwa Simba ni kupata matokeo ambayo yanawapeleka kwenye hatua inayofuatia nusu fainali, kwa sababu una plan kile ambacho kipo, unakiona kinachofuatia. Yani Simba sasa hivi hawezi kuioza fainali. Simba sasa hivi hawezi kuiwaza sio rekodi ya Yanga, sio mataji, ubingwa wa kihistoria. Wanapaswa kuiwaza mechi ya mafunzo ambayo ndio inafuatia. Then wakishaifikia hiyo mechi, wakaenda kwenye hatua ya nusu fainali, wataanza kuwaza tena mechi ya nusu fainali, watakutana na mpinzani gani. Unashinda fainali, unakwenda hatua ya fainali, ndio unaanza kuanza sasa masuala ya mataji. Kuna wachezaji ambao mashabiki wa Simba wamekuwa wanahoji hawaone katika kikosi chao, akiwemo mtu kama Nabi Kamara ambaye mara nyingi watu wameshindwa kumwona kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Pengine mwalimu Steve Becker inaweza kuwa ni sehemu yake ya kuwapa nafasi wale wachezaji ambao wamekuwa nakosa nafasi kwenye kikosi cha kwanza, hasa kwenye mechi za ligi kuu ya NBC Premier League. Yes, ni mipango hiyo ambayo ipo pia kuwapa nafasi wachezaji ambao wamekuwa hawatumiki sana. Ndio maana umeona hata kwenye kikosi cha Simba licha wachezaji wa kikosi kwanza kuondoka, lakini wamemchukua pia Mohamed Bajabiri Starboy, wameondoka naye kwenye hii tournament. Kwa hiyo ni kuwapa mwalimu kuendelea kuwatazama zaidi hawa wachezaji ambao wamekuwa pata nafasi, lakini pia kuangalia level ya viwango vyao kama vinaweza vikamshawishi ama kumwaminisha kwamba wanaweza wakaaminika katika michezo migumu na muhimu ya Simba ambayo inafuatia. Sawa. Hayo ni kuelekea mchezo wa Simba dhidi ya vijana wa Mafunzo Football Club katika mashindano ya Kombe la Muungano, ambapo Simba anakwenda kutupa karata yake ya kwanza turufi katika mashindano haya ya Muungano, ikiwa na kumbukumbu nzuri kwa msimu wa mwaka 2024 kuibuka na ubingwa katika mashindano haya. Hadi wakati mwingine, endelea kusalia nasi. Naitwa Leopold John, nilikuwa hapa na Shabir Daniel. Hadi wakati mwingine, chao.